ya Sabato. Sabato njema. Sabato njema. Mtama 2025. Mtama 2025. Punga mkono kama unajua kutabasamu. Naam, habari za wakati huu mtazamaji popote pale ulipo, bila shaka hujambo, na kama sivyo basi Mwenyezi Mungu akujalie afya yako iwe njema. Karibu tena kwa mara nyingine, ikiwa leo ni siku ya 7 ya juma, lakini ni siku ya 7 ya mikutano. Hii ni Sabato ya 11, siku ya 15 ya mwezi wa pili, lakini ni siku ya 74 tangu 2025 tumeanza. Karibu tena katika matangazo ya moja kwa moja ya mkutano wa Injili kutoka hapa katika viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato Ntama, lakini tupo katika kisiwa cha Kome ambacho kipo ndani ya wilaya ya Sengerema, lakini mkoa wa Mwanza, lakini tupo katika field ya NGBF ukanda wa dhahabu. Tuko hapa pamoja na Mungu, hakuna kizuizi. Ungana nasi hivi sasa, lakini hata wewe uliyeko hapa basi unaweza kumshirikisha jirani yako kwa kuingia YouTube na kisha kutafuta Matendo Media. Ukitoka hapa, vipindi hivi utaendelea kuvipata popote pale ulipo, ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hata huko ambao wako nje na Afrika pia wanaweza kutupata kwa uzuri kabisa. Ni Matendo Media. Huduma za kiafya zimekuwa zikiendelea pia hapa kwa juma zima, ambapo zimekuwa zikiletwa na Matendo Ministry. Hivi sasa moja kwa moja tunakwenda katika hotuba ya mchana wa leo katika Sabato hii ya 11, ambapo sasa tutawapatia nafasi marafiki zetu ambao tuko nao katika Sabato hii ya leo. Amani Bendi watakuja hapa kwa ajili ya kuweza kutupatia wimbo ambao utatubariki sote, lakini baada ya wao basi itakuwa ni nafasi ya kwaya ya kanisa Kagunga, ambao wao ni kwaya aliko katika mikutano hii, ambao watakuja kuimba, na kisha baadaye mnenaji atakuja hapa kuzungumza kama ambavyo mbingu zimekusudia. Unadhani leo tunakwenda kuzungumzia kitu gani? Unajua gharama ya wokovu ni ipi? Unaweza kulipia shilingi ngapi ili uweze kupata wokovu? Au gharama ya wokovu unahisi ni nini? Ungana nasi hapa utapata nafasi ya kuweza kuelewa gharama ya wokovu ikoje. Mimi ni Zefania Lucas, nyuma ya kamera ni Samson Grishoni, lakini anayeleta matangazo haya ni Yohana Benjamin. Amani Bendi, karibuni kwa ajili ya kuweza kutubariki na wimbo. Muwe na ibada njema.
Angalieni sana, nisimdanganye kama watu wasio na akili, bali kama watu walio wenye hekima, mkiukomboa wakati wenu. Alikuja Yesu, alikuja kwa nia moja, alikuja kwa nia njema. Alikuja Yesu, alikuja kwa nia moja, alikuja waokoe waliopotea. Alikuja Yesu, alikuja kwa nia moja, alikuja kwa nia njema. Alikuja Yesu, alikuja kwa nia moja, alikuja waokoe waliopotea. Alikuja Yesu, alikuja kwa nia moja, alikuja kwa nia njema. Alikuja Yesu, alikuja kwa nia moja, alikuja waokoe waliopotea. Alikuja Mwokozi wetu, alikuja kwa nia moja, alikuja kwa nia njema. Alikuja Mwokozi, alikuja kwa nia moja, alikuja Mwokozi waokoe waliopotea. Mvua ya masika sasa itanyesha, nao binadamu itawanyeshea. Watatoka wenyewe kule polini, huku mlango wa rehema ukishikiliwa na Yesu. Angoja mtu wa mwisho ufunge. Siku yaja kazi imalizike, ulimwengu wote umemtambua Yesu bila mashaka, nawe unamjua Yesu ni yule anayekuja.
kila upande, bila ya kuitwa na mtu yeyote, wakiwa na furaha nao mwamko, huku mlango wa rehema ukishikiliwa na Yesu, angoja mtu wa mwisho ufunge. Siku yaja, kazi imalizike, ulimwengu wote umemtambua Yesu bila mashaka, nawe unamjua Yesu ni yule anayekuja. Mawazo ya watu yatatiwa giza, wale wasio wake watakoswa wito, huku mlango wa rehema ukishikiliwa na Yesu, angoja mtu wa mwisho ufunge. Siku yaja, kazi imalizike, ulimwengu wote umemtambua Yesu bila mashaka, nawe unamjua Yesu ni yule anayekuja. Siku yaja, kazi imalizike, ulimwengu wote umemtambua Yesu bila mashaka, nawe unamjua Yesu ni yule anayekuja. Kutoka kwenye kile walichokifanya, wainue siku nyingine wafanye kikubwa zaidi, na familia zao zibarikiwe, kazi zao zibarikiwe. Na mimi naposimama katika masaa haya, nifiche nyuma yako wewe uonekane, maana maneno yako yana uzima wa milele. Wale watazamaji ambao wanatutazama katika kona za Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, Baba, ninawaombea wakabarikiwe na hiki ambacho utakitoa leo, mchana wa leo, maana tumeomba kwa jina la Yesu, amen. Kwa sababu Mungu wetu ametupatia nafasi ya kukutana leo, nami nakuja na somo linalosema gharama ya Ukristo. Gharama ya Ukristo. Mshike mkono rafiki yako uliye karibu naye, mtazame usoni, mwambie gharama ya Ukristo. Wapendwa,
Wapendwa, nataka niwaambie ya kwamba Ukristo una gharama yake, na kwa kweli hatuendi tu hivi hivi. Kuna gharama ambayo mtu analipa, na kwa sababu hiyo katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 fungu lile la 24 tutasoma mafungu mawili, halafu baadaye nitaanza kuelezea gharama ya Ukristo. Soma hapo. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Wakati huo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, halafu ajitwike msalaba wake, anifuate, halafu anifuate. Endelea. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake, mtu yeyote aliye na mpango, aliye na kusudi la kuiokoa nafsi yake, ataipoteza. Na mtu atakayeipoteza nafsi yake, kwa ajili yangu, ataiona. Kanuni ya mbinguni anasema ukipoteza duniani unaiona mbinguni, ukiona duniani unaipoteza mbinguni. Fungu la pili tunalosoma ni Luka sura ya 9 fungu la 23. Luka sura ya 9 fungu la 23. Soma hapo. Luka sura ya 9 fungu la 23. Inasema hivi. Akawaambia sasa wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, kila siku anifuate. Endelea. Kwa kuwa mtu atakayeipoteza nafsi yake, ataiangamiza. Na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu, ndiye atakayeisalimisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika mafungu haya mawili Mathayo anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake, na wanafunzi wake Yesu walikuwa pamoja naye. Na hapa wataalamu wa Biblia na historia wanazungumza, inawezekana ikawa siku ya Jumatano wakati Yesu anaelekea kwenda msalabani, kwenda kwenye mateso. Anawakamilisha wanafunzi wake, anawaambia nafasi ya kuokolewa lazima upoteze, lakini ukitaka kupoteza lazima uokolewe. Unapoteza nini? Akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kuokolewa lazima ajitwike msalaba wake, amfuate Yesu. Na anapomfuata Yesu atapoteza nafsi yake, ikiwa atajali ya duniani halafu ya mbinguni ayapuuze. Lakini Yesu anarudia tena kusema ya kwamba sasa kwa makutano yote, kwamba yeyote anayetaka kunifuata lazima ajikatae nafsi yake. Sasa swali ni kwamba unajikanaje nafsi? Wakati mbingu zilipokusudia kuja kumkomboa mwanadamu, ililazimika atokee anayeweza kuitoa kafara nafsi yake. Na hii haikuwezekana kwa malaika, haikuwezekana kwa makerubi wala kwa nabii yeyote, ila inawezekana kwa Mungu wa mbinguni. Ndio maana katika kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 16 yeye anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa
Ndio. Fungu la 4. Naye watowapo nje, naye awatowapo nje kondoo wake wote, huwatangulia, na wale kondoo mfuata, humfuata, kwa maana waijua sauti yake, mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Hata ukikomea pale. Kwa Yesu anaonekana ndiye mfungua mlango, na sasa anakuja kumkomboa mwanadamu. Anamkomboa kwa njia gani? Anamkomboa kwa kutoa mwili wake upigwe viboko, kwa kutoa kichwa chake kivishwe taji ya miba, kwa kutoa mwili wake utemewe mate, kwa kutoa mwili wake udhihakiwe. Anatoa mwili wake ili ufae kuwafanya wengine waokolewe. Katika kitabu kile cha Mathayo 27, fungu lile unaweza kuanzia la 27. Biblia inasemaje hapo? 27, fungu la 27 Mathayo. Na inasemeka hivi. Ndio. Ndipo askari wamaliwali wakamchukua Yesu ndani ya praitorio. Hivi leo umefanyaje? Utachomoka hapo. Narudia mwalimu. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi la jekundu. Hamjampa maji. Hebu nenda hapo daktari, na wewe utusomee hapo. Huyu jamaa wamemuomba hela huko akabaha. Sasa kule kwenye mitandao wanaona fungu kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo ukikosea wanajua tu kwamba umekosea. Haya, nirudia hapo. Haya, twende msomaji. Kitabu cha Mathayo 27 inasema hivi. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake. Ndio. Wakamdhihaki wakisema Salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kufanya nini? Kumsurubisha. Endelea kidogo. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake, wakamlazimisha auchukue msalaba wake Yesu. Wakamlazimisisha. Sasa haya mateso yote anayoyapata ni mwanaume mwenye miaka 30 ambaye amezaliwa katika kijiji cha Bethlehem, amekulia hapo, na sasa anavuliwa nguo. Na tena wanakuambia kwamba Yesu wakati anasulubiwa, hata hii ambayo wasanii wanaweka kama taulo fulani ya kumkinga ni heshima tu ya maadili, lakini Yesu alivuliwa nguo zote, akabaki uchi wa mnyama, ndipo akapelekwa kusulubishwa. Na sasa yuko uchi, mama yake yuko chini hapo anatazama msalabani, mwanae yuko uchi, mwanaume mwenye miaka 30, halafu amevumilia aibu yote. Hakuna aibu mbaya duniani kama ya kukaa uchi. Kweli. Pastor, unaweza ukaaibika kwa jambo fulani na watu wakakusema, lakini sio aibu ya kukaa uchi.
Yaani wamuone kabisa Pastor Makaranga amepita hapa ametupa nguo, lazima wampeleke Milembe, maana watajua kuna coil fulani hazichomi moto. Kwa sababu hiyo hakuna aibu mbaya kukaa uchi, hasa kwa wazazi wako. Sasa Yesu yuko uchi na yuko chini ya msalaba na yuko juu ya msalaba. Mama yake yuko chini, Salome mama yake mdogo yuko chini, na wote wajomba zake wako pale. Na ndio maana alipowaona akiwa msalabani, sikiliza, walimvua nguo, wakampiga, wakamsulubisha, na akiwa msalabani yuko uchi. Mama yake yuko pale anasikitika, akamwambia Yohana, mama, hebu tusomee hapo msomaji, kitabu cha Yohana 19 fungu la 25. 19 fungu la 25. Yesu anamwambiaje? Kitabu cha Yohana mtakatifu 19 na mstari wa 25. Hii nasema hivi. Ndio. Na penye msalaba wake Yesu. Na penye msalaba wake Yesu alikuwa amesimama mamaye. Nani huyo? Mamaye. Halafu umbu la mamaye. Na umbu la mamaye. Mariamu wa Klopa. Na Mariamu Magdalena. Kwa hiyo wote walikuwa wamesimama. Endelea. Basi Yesu alipomwona mama yake, na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu yake, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Endelea. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Ndio. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akachukua nyumbani wake. Akamchukua nyumbani kwake. Sasa hapo hapo basi kesi inaisha. Mariamu kiulizwa alienda wapi, alibaki kwa Yohana. Na Yohana sio tu mwanafunzi aliyependwa, Yohana alikuwa ni mtoto wa Salome, na Salome na Mariamu ni mtu na ndugu yake. Kwa hiyo alikabidhiwa kwa mtoto wake, akabaki hapo mpaka amekufa. Na ukisoma Biblia mpaka wakati wanaenda gorofani, Mariamu alikuwepo. Yesu kesi ya kukomboa ilimhusu yeye, aibu akaibeba yeye, mapigo akayabeba yeye, na mama yake akamwambia, nenda ukakae na Yohana, hii kesi huiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninyi watu hamjambo? Bwana asifiwe. Amina. Sikiliza sasa, unawezaje kulipa gharama ya Ukristo? Baadhi ya watu waliomfuata Yesu baada ya kuelewa habari ile ambayo Yesu aliwaambia ya kwamba utajikana nafsi yako. Wa kwanza, Matayo alikufa kwa upanga mbali kidogo na mji wa Alexandria nchini Misri, akakatwa panga akafa. Lakini Luka yeye alitundikwa kwenye mti. Nianze na Marko yeye alikokotwa na gari la farasi katika mabarabara ya Alexandria hayo nchini Misri, na yeye akafa, akafungwa kwenye magari ya farasi. Farasi wanavyokimbia kwenye mabarabara ya lami, tumbo likiwa chini, halafu wanakimbia wanamzungusha kwenye mabarabara kuona ikiwa atamsaliti Yesu. Lakini Marko akasimama imara, maana alisema, acha nife nimpate Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikataliwe nimpate Yesu Kristo. Na ndipo Marko alipokufa kifo kibaya cha kuburutwa katika mabarabara ya Alexandria. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Luka alitundikwa kwenye mti nchini Ugiriki hadi akafa. Tundikwa kabisa kwenye mti, halafu akafa. Analipa gharama ya Ukristo. Yohana yeye alipelekwa wakati ule Warumi wakitawala, akachukuliwa, sherehe ikatengenezwa na watu wakashangilia, halafu likatafuta pipa, halafu akawekwa kwenye pipa, na mafuta yakiwa mule yakachemuka. Na kabla hajawekwa kwenye yale mafuta, askari wa Kirumi alitumwa akachunguze ikiwa yamechemuka. Akaenda akachovya kidole chake kikaungua na kikaishia kwenye mafuta. Wakati Yohana anabebwa anapelekwa, ni yule Yohana aliyeandika kitabu cha Injili, ni yule Yohana aliyeandika waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu, ni yule Yohana aliyepelekwa Patimo akapikwa kwenye pipa la mafuta. Alipopikwa wakasherekea. Ilipofika muda wakasema sasa atakuwa ameteketea. Wakati wanaenda kufunua hivi,
Yohana wakamkuta yuko hai na wakasema huyu ni mzimu na huyu hawezi kufa kwa kifo cha kawaida, peleka Patimo. Walipompeleka Patimo akastawi zaidi kuliko alivyokuwa nchi kavu. Alipokaa kisiwani akastawi, maisha yakaenda vizuri. Ndipo anaandika kitabu cha Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndipo anaandika kitabu cha Ufunuo. Na baadaye akafuatwa na wanafunzi wake, akaletwa pale Efeso. Alipokaa Efeso mpaka akazeeka, akawa anatembelea magoti na mikono yake kama mbuzi. Lakini saa hiyo akaandika kitabu cha waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu, akielezea upendo wa Yesu Kristo. Na anapoelezea ana uzoefu huo mkubwa, maana alipokuwa Patimo aliuona uwezo wa Mungu. Wakati alipokuwa na njaa, malaika walitumwa kumpelekea chakula. Wakati alipohitaji faraja, Mungu Yesu alishuka. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo ameitwa majina mengi. Anasema Yohana, nilipokuwa katika siku ya Bwana, Bwana akamtokea akampa ujumbe kwa makanisa 7. Kwa hiyo Yesu akamtia moyo Yohana mpaka akafa kifo cha kawaida ambacho wanadamu wengine wanakufa. Kwa hiyo Warumi wakamuogopa. Gharama ya Ukristo. Gharama ya Ukristo. Sikiliza, ikiwa Yohana alifanya hivyo, Petro yeye alisulubiwa. Aliposulubiwa, Petro alikuwa ni mjanja. Pastor, alikuwa ni mjanja Petro. Wakati Yesu anakamatwa, Petro alimwambia kwamba, alimhakikishia kwamba kabla hawajakukamata, wengine wakikukataa mimi nitakuwa pamoja na wewe mpaka kieleweke. Lakini Yesu alipokamatwa, Petro alikuwa wa kwanza kutoroka. Waongeaji kama akina Petro wengi sio watendaji. Bwana sifiwe. Wanapenda sana kuongea. Mwenyekiti hapa watu wanaweza kukuahidi tutakuwa pamoja mwenyekiti, tutakuwa mwenyekiti. Lakini wakiona sokomoko limekuja, wote wanarudi nyuma, nasema songa mbele maana uliyataka mwe. Sasa Petro, baada ya Yesu kuondoka, Petro akaendelea na kazi yake. Akafikiri bado ni mjanja kama alivyokwepa kipindi cha Yesu. Sasa kilichotokea, Petro alipokuwa amejadiliwa kwamba sasa anaenda kukamatwa na auawe kama bwana wake alivyouawa, Petro akatoroka. Akawatoroka kabisa. Warumi wanajadili pale, akawaacha wanajadili na akawaambia wote na wazidi akili, akachomoka. Wakati anavuka geti la kwanza, anavuka la pili, la tatu, akashangaa anamuona Yesu aliyepaa mwaka wa 31, ana miaka alishapaa mwaka wa 60 huku. Ndipo Petro anamuona anakuja amebeba tena msalaba, halafu damu inatoka na ule mkuki bado unatoa maji na damu. Halafu anamuona amevaa ile taji ya miba. Halafu anasikia sauti moja tu, anaambiwa Petro, pisha nikafe, maana wewe umeamua kunisaliti. Ukristo wako umeukataa, umetoroka. Acha nikafe kwa ajili yako peke yako. Petro alipoona, si unajua Petro alikuwa mwepesi. Alipoambiwa kwamba alipoambiwa kwamba amani iwe kwenu, hata kama ni wewe Bwana niruhusu na mimi nitembee juu ya maji. Wa kwanza kutembea alikuwa ni nani? Petro. Wa kwanza kupata hofu alikuwa ni nani? Petro. Wakati anawaambia ninyi nyote mtakunguazwa, wa kwanza kusema kwamba mimi nitakuwa tayari kuwa pamoja na wewe alikuwa ni nani? Petro. Sasa Petro alikuwa mwepesi, akapiga magoti mbele ya Yesu tena kwa awamu nyingine, akamwambia Bwana, nimeelewa somo. Kile ulichokuwa kizungumuza nimekielewa. Unasemaje binti? Msaidie basi huyu. Naomba mtu mmoja amsaidie. Amsaidie sasa. Naenda kwa kaya hapa, afu baadaye nitamwombea. Kalishe hapo, nitamuombea. Bwana asifiwe. Sikiliza, Petro alipoona mambo yalikuwa magumu, akapiga magoti. Ndipo akamwambia Yesu, nakupa nafasi ya pili. Yesu huyu ni wa pekee, maana ana uzoefu wa kutoa nafasi ya ngapi?
ya pili, akampa nafasi ya pili. Petro akaondoka akaenda mpaka kwenye baraza, akawaambia, sasa nimekuja, ninaomba mniue, lakini sio kifo kama cha bwana wangu, yule ni mfalme wangu. Mimi mtaniua miguu juu halafu kichwa chini, halafu msalaba wangu usiwe kama wa Yesu, ule ni wa wokovu. Mimi mtatengeneza msalaba wa X. Kwa hiyo wakatengeneza msalaba wa X, na yeye wakamtundika kichwa chini, halafu baadaye wakamkata panga. Petro akafa akiwa shujaa. Kama unaweza kusoma kitabu kimoja kimeandikwa, ni cha Wakatoliki, kimeandikwa Papa ni nani. Kuna sura moja inazungumza, walichimbua wachimbuzi na wakagundua kwamba mahali alipozikwa Papa, mahali alipozikwa Petro kama Papa wa kwanza ni pale Vatican. Nataka nikwambie kitu hapa kwamba akafa kama shujaa. Watawala walifanya sehemu yao, lakini alikufa kama shujaa. Yohana yeye alikufa kama shujaa. Petro akafa kama shujaa. Yakobo yeye alikatwa kichwa mapema kabisa kule Yerusalemu. Yakobo wa Alfayo yeye alitupwa kwenye kinara kirefu na kupigwa lungu la misumari, yani akawekwa kwenye kinara cha mahekalu kule juu, halafu baadaye akasukumwa. Alipodondoka chini akapigwa lungu la kichwa ambalo lilikuwa na misumari, na yeye akafa kifo cha kishujaa. Lipa gharama ya Ukristo. Kuna watu wanaogopa, nikiamini nikabatizwa nyumbani watanitenga, nikiamini nikabatizwa kuna kiongozi wangu atanikataa, nikiamini nikabatizwa mume wangu ataniacha, nikiamini nikabatizwa mke wangu ataniacha, nikiamini nikibatizwa miradi yangu itaharibika. Nataka nikuhakikishie, unapoamua Yesu anajaza magepu yote. Hata kama yatatokea, yeye atakuwa mfariji katika maisha yako yote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikiliza, tunapoelekea kuhitimisha, ikiwa ndio Yakobo Alfayo akatundikwa, Bartolomayo yeye alichunwa ngozi akiwa mzima hadi akafa, Andrea alifungwa kwa misumari, Thomas yeye alishindiliwa mkuki mwilini hadi akafa. Hii nayo ilikuwa ni kifo cha aina yake. Dokta, ilikuwa ni kifo cha aina yake. Mkuki hauwezi kupita kwenye tako, hauwezi, wala hauwezi kupita kwenye paja. Kwa hiyo ulitafutiwa mahala ambapo unaweza kupenya kwa uzuri, na mahali pa kupenya ni pale kwenye chorus. Titi ukapita, sasa unachana umo maini, unachana utumbo. Halafu ulipofika hapa ukatafutiwa mahali pa kutokea. Mwenyekiti, wewe ulisema mwaka 74 ndio mlikuwa mnatandikwa viboko. Ukatandikwa viboko vingapi? 100 kasoro kimoja. Ila ulichosikia maumivu ni kiboko kingapi? Ukazane sana uende mbinguni. Usipoenda mbinguni, hivyo viboko vyote utasikia maumivu yake. Maana mapambano yalikuwa makali. Huyu mwanaume akachomwa huo mkuki, alafu ukapita, unapita unalalamika, unahangaika, unapita kwenye moyo, unapita kwenye maini, unatoboka, halafu baadaye ukatobokea hapa. Akafa, lakini hakumkataa Yesu. Ishu ya kumkubali Yesu, hata kama shingo ingelidondoka huko, bado kama kuna uwezekano wa kuongea, ongea. Mimi na Yesu ni damu damu. Bwana asifiwe. Yeye Tomasi akafa kifo cha namna hiyo, lakini pia kama Tomasi alikufa hivyo, Yuda Tadayo yeye alipigwa kwa mishale kama mnyama hadi akafa. Matiasi alipigwa kwa mawe na kukatwa panga hadi akafa. Paulo alikatwa kichwa na mfalme Nero ambaye alitawala Rumi hadi akafa. Nisome mafungu machache halafu baadaye twende tupate chakula ili tuwahi kurudi tena. Sikiliza. Isaya sura ile, Isaya yeye alikatwa kwa msumeno na mfalme Manase. Huyu naye alikufa kifo cha aina yake kuonyesha ushujaa na uwezo wake. Mfalme Manase kwa ukaidi wake alimkata vipingili viwili hapa tumboni, akakata kwa msumeno kwa sababu ya kusimama imara mpaka mwili wake unaenda kugawanyika katika ufalme huo na kuonekana kwamba amekufa. Lakini hao ndio wanaoitwa wafia dini, wale mashujaa waliosimama bila kumkana Yesu Kristo. Sisi hata leo tumshukuru Mungu tu, mwenyekiti wetu ni msabato. Angelikuwa sio msabato akatangaza wasabato wote hakuna kwenda kanisani, wengine wangesema mwenyekiti ametangaza. Sasa mwenyekiti ni Mungu.
Yeye aketie mbinguni anasema wote waje kumwabudu yeye. Nani mwingine anayeweza kukuzuia kuabudu wakati yeye aliyekuumba ndiye anadai ibada? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anadai ibada. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura 6 fungu la 9, wakati msomaji wangu anakiandaa hiki kitabu, nakupa kisa hiki. Binti mmoja ambaye alikuwa anaenda na watoto wenzake kanisani Jumamosi, anaenda na watoto wenzake, kumbe akaelewa. Alipoelewa, alikuwa anatoka kwenye familia ya Kikatoliki. Wakati alipoelewa, akaamua kumwambia baba yake, mimi nimeamua kwenda kubatizwa. Akiwa na miaka 12, nimeamua kwenda kubatizwa. Baba yake alikuwa mwanajeshi, akamwambia, ukibatizwa nitakuua. Binti akasema, nimempata Yesu, hata kama baba utaniua, lakini nimeamua kubatizwa. Yule binti akaenda kubatizwa. Alipoenda kubatizwa, baba yake akaja akamchapa vibaya sana, kamtandika viboko vya kutosha. Alivyomtandika viboko vya kutosha, mtoto akaumia, akalala wiki nzima. Ilipofika siku ya Sabato, akaenda tena kanisani. Alipoenda, baba yake akaja akamchalaza sana. Alivyomchalaza, akauguza maumivu. Ilipofika siku ya Jumamosi, akaenda kanisani. Baba yake akamtishia bunduki, binti anaendelea kwenda. Baadaye akaona huyu binti ni bora nipoteze, ni hesabu sina mtoto. Kwa hiyo akamchukua binti. Alivyomchukua binti, akampeleka polini. Alivyompeleka polini, akaenda kumfunga kwenye shimo la siafu. Siafu ni wengi jamani, siafu dakika moja wameshapanda. Yaani wakati wao unajua kwamba kuna siafu, wameshafika maeneo fulani, waishashughulika. Sasa akapelekwa pale, halafu akafungwa kamba. Wale siafu wakaja kwenye mwili wake, wote wakatoka kwenye shimo, wakaja kwenye mwili wake, wakawa wanatembea. Sikiliza, alikuwa amevulishwa nguo zote, yuko uchi, mtoto wa miaka 12, na baba yake amemfunga. Sijui ndio hiyo amri ya jeshi ni moja, amefungwa hapo kwenye siafu. Mungu alivyo ajabu, siafu wakajaa mwili mzima. Halafu badala ya yeye kumshughulikia wale siafu wakawa shuka ya kumfunika asipate baridi. Wakawa wanapita, wakisogea kwenye sikio, siafu wanajua hapa kuna sikio. Wakisogea kwenye macho, wanajua. Wakisogea kwenye mdomo, siku 3 wana njaa, yuko porini. Na wazee wengine wanafahamu huyu mtoto yuko shule, amepelekwa shule. Baba mmoja akaenda porini kukata fito. Wakati anakata fito, akasikia sauti inaimba ikiwa imechoka kwa njaa. Inaimba, lakini anapotazama haoni nani anayeimba. Lakini anasikia sauti inaimba. Na hii wimbo uliokuwa unaimbwa, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nilipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Wakati anaimba, kulingana na kuchoka pamoja na njaa, sauti inaenda inaishirizia. Hakuwahi kutamka neno baya kwa baba yake, hakuwahi kutamka neno baya. Lakini alichokuwa naomba, natamani hata kama nikifa, siku moja baba nikutane naye, ili tuone tukiwa washindi. Na ndipo sasa yule mzee aliyekuwa anakata fito akasogea, akaona kifusi kikubwa, akaona siafu wamejaa. Alipotazama vizuri, akaona tu miguu. Alipoona tu miguu, akachukua jani, akakata jani la mti, halafu akaanza kuwa anapangusa. Dakika moja wameshamshambulia yule mzee, kuliko ambavyo yule binti amekaa kwenye siafu siku 3 hana jeraha lolote. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee hakukata tamaa, akaendelea. Baadaye akakata zile kamba, akamvutia pembeni. Alipomvutia pembeni, akaanza akamsafisha. Yule mzee alipata chonjo, alienda mbali kidogo, akavua suruali, akavua na shati, akaanza sasa ila wameshamshambulia.
alama ya kuonyesha hivi Mungu alimlinda. Mtu mwingine wanaweza kumtandika. Bwana asifiwe. Yule binti akachukuliwa na yule mzee, akapelekwa nyumbani kwake, akapewa chakula. Alipopewa chakula akaoga, akaulizwa pendekezo lake juu ya baba yake. Maana sasa hapo alikuwa tayari kupelekwa kwa watu wa haki za binadamu, lakini sasa ikaonekana binti anasema hiki anachokifanya Yesu wangu alikipitia, na mimi nalipa gharama ya Ukristo wangu. Kwa hiyo hata kama baba angeliniua, mimi naona ni sawa sawa, maana nalipa gharama ya Ukristo wangu. Yule mzee akaalika wazee 6 na baba yake na binti akiwemo. Halafu akachinja kuku na binti akawekwa chumbani. Wazee wakati wanasubiri kula ile kuku, wanaanza kumhoji, binti yako fulani yuko wapi? Mzee anasema nishampeleka kwa shangazi yake, anasoma. Kwa ujasiri anasoma. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Baadaye wako karibu na kula sasa, ndo ameshika paja la kuku. Neema akaitwa. Alipokuja sebuleni, ungekuwa wewe baba wa mtoto, unaendelea kula au unaahirisha? Na paja la kuku liko hapa. Mzee alipata maamuzi magumu sana kuamua aondoshe mugiri au afanyeje. Lakini cha ajabu alichokishangaa, wazee walipoona wote hawakuendelea na mjadala, wakasimama. Waliposimama, mtoto akakimbia kwa baba yake, akamkumbatia baba yake, akamwambia, baba, hiki ninachokipitia ninajua ni sehemu yangu. Hata usingelikuwa wewe ningekipitia kwa jambo jingine, maana nalipa gharama ya Ukristo wangu. Baba yake akadondosha machozi. Alipodondosha machozi, akamwambia mwanae, Jumamosi tutaenda wote kanisani. Ilipofika Jumamosi, wale wazee, yule aliyemtoa Neema pamoja na wale wazee walioalikwa pamoja na mzee huyu, wote waliongozana wakaenda kanisani. Bwana asifiwe. Lipa gharama ya Ukristo wako. Soma rafiki yangu katika kitabu kile cha Ufunuo. Ufunuo inasema hivi. Ufunuo 6:9 anasema, alipoifungua muhuri ya 5. Alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu. Nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la nani? La Mungu. Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Ndio, twende. Wakalia kwa sauti kuu. Wakalia kwa sauti kuu. Wakisema, Mola. Mola. Mtakatifu. Mtakatifu. Mwenye kweli. Mwenye kweli. Hata lini kutokuhukumu? Wala kuipitia haki damu yake yetu. Wala kuipatia haki damu yetu. Kwa hao wakao juu ya nchi. Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe. Wakaambiwa, wastarehe bado muda mchache, halafu hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wao vile vile kama wao. Bwana Yesu asifiwe. Kukataliwa ni sehemu ya Ukristo. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anayeweza kumwamini Yesu halafu akaona mambo yake yanaenda vizuri. Wapo wengi ambao walimwamini Yesu, baada ya kumwamini Yesu wakakatalia na ukoo. Wengine walikuwa wanasoma wakakataliwa kabisa hata kusomeshwa. Ninaye kijana mmoja ambaye anasoma pasta uchungaji, yuko Arusha sasa hivi. Kijana amefaulu vizuri sana. Form 4 alipata 1 ya 9. Form 6 alipata 1 ya 11. Halafu wazazi wake wamemkataa, kisa akiwa shule akawa amekutana na wanahasa, akamwamini Yesu. Alipomwamini Yesu wakamkataa. Na mimi nikaenda kuhubiri kule maeneo ya Tabora kule Inyonga. Wakati nahubiri akaniona. Kijana alishaandika gazeti la unabii. Kijana akaniambia kwamba nahitaji uwe baba, maana siwezi kumpoteza Yesu kwa sababu ya wazazi wamenikataa. Wamekataa hata kumtumia nauli. Yule kijana akaja mpaka kwangu Geita, akaniambia natamani niwe mchungaji. Siendi kokote.
Mungu alivyo ajabu, kijana huyo mpaka sasa hivi anasoma Arusha, ni mwaka wa pili. Mungu alivyo ajabu, anasomeshwa kama mfalme. Alipoona ameweza kwenda chuo, ameona ameweza kuwa mchungaji, sasa hivi likizo ya kwanza ya mwaka huu wamemuomba aende nyumbani, na ameenda wakampokea kama mchungaji. Msimamo wako utaleta mazuri ya kesho. Ukiamini leo, kesho yako utaiona ilivyo njema. Usitishwe na mawimbi dunia hii yanayotokea. Angalia, Yesu Kristo yuko upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoenda kuhitimisha somo la mchana wa leo, naomba msomaji atusomee kitabu cha ujasiri, kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 fungu la 34. Kitabu cha ujasiri, Biblia inasemaje? 11 fungu lile la 34. Biblia inasema hivi: walizima nguvu za moto, waliokoka kwa makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Endelea. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka, na mapigo, na kwa mafungo, na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao, walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima, na katika mapango, na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi. Inasema hivi: kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kufanya nini? Kutuwekea sisi kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatamani kumchagua Yesu kwa Bwana na Mwokozi, hata kama kuna maumivu, hata kama kuna kukataliwa, hata kama kuna kufilisika, hata kama kuna namna fulani yoyote, lakini wanatamani kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wao. Wapunge mikono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Simameni watu wa Mungu, simameni watu wa Mungu tunapoenda kuomba. Katika mchana wa leo tunapoenda kuomba, wale ambao wanatamani kabisa kuyatoa maisha yao kwa Kristo, hata kwa ubatizo, kama vile ambavyo wamekuwa wakifanya kila siku, wanatamani kuyatoa maisha yao, hata kama alirudi nyuma akafutwa na ushirika, akapoteza mwelekeo, sasa amepewa nafasi ya pili. Tembeeni muje mbele, tembeeni muje mbele, tembeeni muje mbele. Ubarikiwe sana rafiki. Tembeeni muje mbele, tembeeni muje mbele, tembeeni muje mbele, tembeeni muje mbele, kwamba nayatoa maisha yangu kwa Kristo. Na wale walioandikwa kwa ajili ya ubatizo majina yao, tembea uje mbele, tembeeni muje mbele. Bwana wabariki mnapotembea, Bwana wabariki mnapotembea, Bwana wabariki mnapotembea. Unaona kijana mdogo kama huyu angelikuwa anafanya kazi nzuri kabisa, lakini ametekwa na mwovu. Kijana mdogo bado kabisa. Tembea uje mbele, tembea uje mbele. Barikiwe sana unapotembea, kwamba nimetamani sana hata mimi niwe kama binti Neema, hata kama itagharimu uhai, niko tayari, niwe tayari pamoja na Kristo. Tembea uje mbele, tembea uje mbele. Barikiwe sana unapotembea, barikiwe mama unapotembea. Salimisha maisha yako. Ulirudi nyuma, ndio Yesu amekupa nafasi ya pili. Tembea uje mbele, tembea uje mbele, tembea uje mbele, tembea uje mbele, kwamba mimi nilikuwa nasali mahali fulani, lakini nasalimisha maisha yangu kwa Kristo leo. Tembea uje mbele, tembea uje mbele.
na itoa kuanzia leo. Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tembea uje mbele. 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 Uko mahali fulani angalau natamani kutembea, na wale wote mliobatizwa ninyi mtasimama mkono wangu wa kulia. Wote mliobatizwa Yesu anatamani kuwapatia nguvu. Tembea uje mbele. Tembea uje mbele. Tembea uje mbele. Wale mliobatizwa ninyi mtasimama mkono wangu wa kulia hapa. Karibu na hiyo kamera hapo nyuma. Tembea uje mbele. Ni kweli ulikataliwa, umepoteza vitu vya muhimu, lakini Yesu Kristo yuko kwa ajili yako. Tembea uje mbele. Tembea uje mbele. Uje mbele. Hujabatizwa au ulibatizwa lakini unatamani kusalimisha maisha yako kwa Kristo, njoo. 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 Dakika ni mbaya hizi. Tembea uje. Akashuka chini unitafuta mimi. Tembea uje. Kwenye giza tembea uje. Hata akautoa uhai wake. Barikiwe sana rafiki yangu kwa kutembea. Barikiwe sana rafiki yangu kwa kutembea. Ubarikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Uje hapo wewe. Tembea uje. Ikiwa waimbaji wanakushika mkono, usionyeshe moyo mgumu. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje na rafiki yako. Tembea uje. Wewe ni mwanafunzi, haujabatizwa, unatamani kubatizwa. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Kwa ajili yenu basi atatamuka ni lini ubatizo. Tembea uje. Tembea uje. Shika mkono rafiki yako aliye karibu naye, njoo naye. Ikiwa kuna wakati fulani anaogopa, tembea uje naye. Tembea uje naye. Ni dakika za mwisho, tembea uje. Upendo huu wa Yesu ni wa ajabu. Nitamsifu daima kwa pendo lake. Barikiwe rafiki yangu kwa kutembea na rafiki yako. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana mama kwa kuja na huyo kijana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Yesu anaokoa watu wote. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje, tunakusubiri. Tunakusubiri, tembea uje. Ubarikiwe sana binti. Tembea uje, tunakusubiri wewe. Tunakusubiri wewe. Bwana asifiwe.
Waimbaji kila mmoja akaja na mtu mmoja mmoja. Weka maiki chini, mguu pande, mguu sawa, mbele tembea, changanya mbaliga. Ninyi ndio wenyeji wa hapa. Najua kuna marafiki zetu kutembea. Mimi najua vita iliyopo kati ya kujitoa. Tembea uje na rafiki yako. Tembea uje na rafiki yako. Tembea uje na rafiki yako. Najua kuna rafiki yako umemwalika. Tembea uje naye. 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 Wala usihofu, tembea uje naye. Shike mkono rafiki yako uje naye. Tunakwenda kuomba ombi la pekee na tutapewa ratiba ya ubatizo. Tutapewa ratiba ya ubatizo hapa. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Ninaona kuna mtu kabisa bado ana sita. Ubarikiwe mama, ubarikiwe mama. Tembea uje naye rafiki yako. Tembea uje naye. Kule madukani ikiwa umeguswa, unatamani kusalimisha maisha yako, kimbia uje. Kimbia uje, ubarikiwe sana rafiki yangu. Ubarikiwe sana rafiki yangu. Barikiwe mama, ubarikiwe mama. Barikiwe mama, ubarikiwe sana rafiki yangu. Barikiwe sana mwinjilisti. Barikiwe. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Wala usiogope, tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Tunakwenda kuomba. Kabla hatujaomba, tunatamani yule aliyesalia naye aje. Salimisha maisha yako. Bwana asifiwe. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Wagonjwa, tembea uje kwa imani. Tembea uje kwa imani. Ikiwa wewe ni mgonjwa, tembea uje kwa imani. Wewe utasimama karibu na mwinjilisti hapo. Hapo karibu na mwinjilisti. Uje kwa imani. Kama ukija bila imani unarudi umeumwa zaidi. Uje kwa imani, maana Yesu Kristo anataka watu wenye imani wasio sita. Njoo kwa imani. Umehangaika hujapata mtoto, Bwana afanye muujiza akupatie mtoto. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Pastor Makaranga, uje utupatie ombi la pekee kwa ajili ya hawa watu. Kwa ajili ya hawa watu. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Wakati pastor anaenda kuomba, katika viwanja hivi tumesema mapepo yakimbie kimya kimya. Hatutaki vurugu na kelele za mapepo. Mapepo yenyewe yaanze kukimbia kimya kimya, yaondoke kwa watu wa Mungu, na Mungu anatawala mkutano wake. Mungu anatawala mkutano wake. Pastor anapoenda kuomba, wewe utakuwa umenyoosha mkono wako wa kuume. Bwana anakuona, anaenda kutenda maajabu. Mimi nitaomba kidogo na pastor atakamilisha ombi. Atakamilisha ombi. Wewe unayetembea wahi sasa, maana watu walishapata njaa sasa, michango inafukuzana ndani. Haya, tunahitaji kuomba. Tunahitaji kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu wa mbinguni, kweli kabisa umetuonyesha kuna gharama ya kulipa katika Ukristo. Huenda hatujailipa leo, lakini siku zijazo tutalipa. Na haya maamuzi magumu watu wako walioyatumia na kutembea kusalimisha maisha yao, naomba uwapokee na uwaandike katika kitabu chao cha uzima. Waandae kwa kuokolewa. Kuna wagonjwa ambao wamekuja hapa. Kuna wagonjwa wanahangaika na vifua. Kuna wagonjwa wanateseka na migongo. Kuna wagonjwa wanateseka na madonda ya tumbo. Kuna watu wamepimwa wakaambiwa wameathirika. Wewe usiyefungwa na mipaka, Baba, kwa mamlaka ya jina lako, weka uponyaji katika maisha yao. Kuna wengine wanasumbuliwa tu na nguvu za giza. Wakilala wanaota wanafukuzwa. Wakilala wanaota wanakula nyama. Wengine wakilala wanaota wanaamuka wamechanjwa chale. Kuna wengine wanahisi nyumba kama zinatembea. Baba, kwa jina la Yesu, naomba waweke huru watu wako.
kuanzia leo wapone, migongo ipone, matumbo yapone, kila aina ya ugonjwa ukapone na watu wako wawe huru. Pitisha msako kimya kimya, ukapite msako wa ajabu, msako wa jina la Yesu kapite, ukayeyushe na kukata kamba za shetani, ukayeyushe marohani, ukayeyushe mizimu, ukayeyushe majini, ukavunje kila ghasia ya shetani na watu wako wakabaki huru. Mtumishi wako anapoenda kumalizia ombi hili, Baba jibu na kutenda katika jina la Yesu, amen. Asante Baba wa mbinguni unayesikia, maana tuliomba ya kwamba uwanja huu usiwe uwanja wa kelele za mashetani, na sasa ndivyo ulivyofanya. Kuna ukimya wa kutosha, maana Yesu umetamalaki mahali hapa. Baba, uwanja huu tuliomba uwe ni uwanja wa uponyaji kwa wiki hizi mbili. Ndivyo unavyotenda, jina lako liinuliwe. Baba, sasa mchana wa leo ruhusu nimlete mikononi mwako mtumishi wako Joseph Tobias. Ametumia calories nyingi na nguvu nyingi. Baba, ninakuomba anapopata mapumziko mafupi ukazizalishe upya calories hizo. Lakini si hivyo tu Baba, mpatie nguvu mpya anapokuja kusimama mchana. Simama pamoja naye, muongoze, mpatie maono na mafunuo zaidi na zaidi. Lakini ombi langu ni hili, mbariki sana yeye na nyumba yake. Na hivyo anapowahubiri wengine na kuwaleta kwako, muandae yeye kwa ajili ya uzima wa milele pia. Unapomuandaa Jose kwa ajili ya uzima wa milele, niandae mimi pamoja na familia yangu. Baba wa mbinguni, kundi loko mbele yako la wanaobatizwa sasa, naomba uwabatize kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, ili tutakapofanya ubatizo hapo siku ya Jumatano na Jumamosi, Baba, naomba wakautangazie tu ulimwengu ya kwamba wameamua kukufuata wewe. Tangu sasa walinde, wakinge na yule mwovu, wasimamie, Roho wako waongoze kusimama imara. Hata kama shetani atakuja kwa njia ya aina gani, wasimame mpaka ushindi ukapatikane. Baba, kutano hili lote libarikiwe. Walio na magonjwa, mtumishi wako ametaja magonjwa, yaondoke kwa jina lako Yesu Kristo. Baba, walio na changamoto za uchumi tumeshaziombea. Baba, wale ambao hawana kazi, kawafungulie macho, fungulie fursa waone kazi na wakafanye kazi sasa. Kuna vijana wa kiume wanatafuta wachumba hawajapata, waonyeshe maana mke mwema anatoka kwako Mungu wa mbinguni. Kuna wasichana wengi hawajapata wachumba, nao tunawaweka mikononi mwako. Wafungulie fursa za kuolewa na kuwa mama wa familia wako. Baba na mama ambao wameona muda mrefu hawajapata mtoto, wanahangaika, wanalia, wanakuomba, wanatamani wapate watoto. Katika kutano hili na ombi hili la leo, Baba, kafungue matumbo yao. Watakapokutana kimwili, Baba, ruhusu mimba zitungwe kwa ajili ya utukufu wako Mungu wa mbinguni. Lakini pamoja na hayo, kutano lote liandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele ujapo mara ya pili. Unapotubariki tunapoenda katika mapumziko mafupi, tulete tena jioni kusikia unazungumza nini nasi wewe Mungu wa mbinguni. Asante, maana utatutendea hivyo. Ruhusu Baba niwaombee wale walioko pembezoni mwa barabara, madukani huko, wengine wakiendelea na kazi zao, wengine wakisikiliza kwa makini. Hao nao Baba uwabariki mpaka wakashangae, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Bwana awabariki. Na gharama ya Ukristo ni kujitoa kikamilifu na kujikana kwa ajili ya wokovu. Ndio imekuwa hivyo katika siku ya leo. Joseph Tobias amewabariki sana wengi, kama ambavyo tumeona jumbe zao. Wachache ambao tumeona jumbe zao ni Amani Collins one time anasema nimebarikiwa sana na ibada ya Sabato ya leo katika mahubiri haya, tumaini la uzima wa milele. Lakini kubwa zaidi, ndugu zangu wasio wa Adventista Sabato wana
wanafuatilia kutoka Msoma. Asante. Lakini bila kumsahau Manyaga TV anasema anabarikiwa sana na mahubiri haya nikiwa Ntama CDA kwa matangazo mubashara. Mungu awabariki sana. Asante sana kwa wote ambao wamezidi kutufuatilia. John Zefania anabarikiwa sana kutoka kanisa la Nyantira CDA Church kutoka mkoa Mara, Tanzania. Mungu awabariki sana. Asante kwa wote ambao wamekuwa nasi tangu tulipoanza matangazo haya katika ibada ya siku ya leo. Mungu awabariki sana. Tuwakaribishe pia katika wakati mwingine mchana tutakapokuwa katika vipindi mbalimbali ikiwa ni pamoja na Zaburi za Sifa. Usipange kukosa. Hapa ni katika viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato Ntama. Mpaka hivi sasa watu zaidi ya 20 wamekwisha kubatizwa na leo tunatarajia huenda pengine wakaongezeka zaidi. Asante kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Jina langu ni Zefania, Mtanzania najivunia Utanzania. Safari ya imani, changamoto huonekana, huleta majonzi, mafarakano. Safari